Ajali hiyo ilitokea majira ya saa 7 usiku wa kuamkia Machi 16 mwaka wa 2026 katika mteremko wa mlima Haraa kwenye barabara ya Dodoma Babati wilayani Babati. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Manyara Ahmed Makarani, chanzo cha ajali hiyo kinadaiwa kuwa ni hitilafu ya mfumo wa breki kushindwa kufanya kazi, hali iliyosababisha dereva kushindwa kulimudu gari hilo. Majira ya kama saa 7 usiku wa kuamkia leo katika milima ya Haraa, gari la aina ya Scania lilikuwa limebeba mizigo, limefeli breki na likaacha njia na kuanguka. Katika ajali hiyo mtu mmoja amefariki na wawili wamejeruhiwa na gari lenyewe pia limeharibika. Uchunguzi wa mwanzo unaonyesha kwamba gari hilo lilifeli breki na ndio lilopelekea kuacha njia na ajali kutokezea, lakini uchunguzi unaendelea. Kama kunapatikana kitu kingine basi tutawajulisha. Majeruhi wawili katika ajali hiyo wametambulika kuwa ni dereva wa gari hilo Daniel Bayo mwenye umri wa miaka 26, Hawa Mbinde mwenye umri wa miaka 66, ambao walipata majeraha na kukimbizwa hospitali kwa matibabu. Kufuatia tukio hilo, wakazi wa eneo la mlima Haraa wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kuboresha miundombinu ya barabara hiyo kwa kuipanua, wakieleza kuwa ni nyembamba na hatarishi, hali inayochangia kutokea kwa ajali mara kwa mara. Mimi naitwa Bwana Nyoso Idi Nyoso. Naam. Mwenyeji wa kijiji jirani kutoka Bonga na Bereko. Okay. Shauri wangu kwa kona ni kali. Mkono wenyewe ni kali sana. Kwa magari ya kizamani kama haya, madereva kwanza wachukue tahadhari. Pili, japo kuna alama za barabarani, tulikuwa tunaomba msaada wa matuta. Ninaona pia lingepunguza kasi. Matuta kwenye mteremko. Okay. Haswa mwanzo wa mteremko, kwa sababu mteremko ni mrefu zaidi ya kilomita 5. Kwa hiyo barabara haina matuta hapa. Kiangalia madereva wengine wanateremka tu, kwa mfano kama magari makubwa haya. Wanateremka ovyo, wengine wanaweka gari wanapiga free. Sasa wakipiga free gari inateremka, kwa hiyo na hizi kona inakuwa matatizo. Lakini kama kutakuwa na matuta, inamaanisha moja kwa moja watakuwa na tahadhari kubwa. Ajali ni nyingi. Nyingi sana. Ajali ni nyingi hasa kwenye mteremko huu. Eneo la Bonga hili hapa kwa Bolosi wanasema ajali ni nyingi, zinatokea mara kwa mara. Hususan Bereko mpaka Bonga hapa katikati ajali zinakuwa nyingi sana. Kwa majina naitwa Ayubu Omari, ni mkazi wa hapa kijiji cha Haraa, kitongoji cha Igongoni. Ajali ilitokea muda wa saa 6 kasoro. Gari hilo lilikuwa linatokea mnada wa Gidasi. Lipofika hapo likawa limefeli kwenye mlima. Kwa maoni yangu mimi, kwa ushauri, nilikuwa naona hapa wangeongeza tu barabara. Sababu barabara naona ni finyu sana hapa. Wangeongeza barabara 3 kwa sababu gari zinaanguka sana hapa. Zikitoka huko zimefeli, barabara ni nyembamba. Ingekuwa barabara ni pana hapa, inaweza ikachepuka ikakata hata vizuri. Gari zimeanguka karibia 30 hapa au 50 hapa kwenye ikona tu hapa. Kila siku watu wanatoa maoni lakini hatuoni ikifanywa kazi. Hapa tuliwatoa watu kama aliofariki hapa ni watu wawili. Lakini majeruhi kwa msimamo wangu, kwa sababu ile gari ya maaskari walipokuja walipakia safari 3. Alafu na ile zimamoto walipokuja ni watu kama 20 hivi. Wengine walipelekwa Babati, wengine wakawa wamelazwa kituo cha Bonga hapa. Anaitwa Ibrahim Nada, ni mkazi wa Bonga, ni jirani ya kitongoji cha hapa Haraa. Kwa kweli kero ya hapa hivi ni hizi ajali za magari. Hasa magari ya mizigo. Magari ya mizigo yanapofeli haiwezi kama hizi kona, lazima yaanguke hapa hivi kama mnavyoona. Kwa hapa mimi ushauri wangu, wangetanua barabara au wangeka mchepuko kama pale Kolo, ambapo gari lapofeli linanyosha laenda pembeni. Hata hapa kwa kweli Mungu anasaidia. Kama mabwana wangeenda pale chini, wangeisha wote.